Tena. Karibu mpendwa mtazamaji wangu katika kipindi hiki au darasa huru la Injili kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Tunapaswa kujifunza neno la Mungu kwa sababu mwili unakula chakula, roho inakula neno la Mungu. Na nizamu ya roho sasa kula neno la Mungu, na mimi namualika Roho Mtakatifu atutangulie katika darasa hili kwa muda huu mfupi. Lengo la darasa hili, darasa huru la Injili, ni kujifunza ili kumjua sana mwana wa Mungu. Hilo ni jambo la muhimu sana. Kumjua inawezekana tunamjua, lakini Biblia inasema katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 13 kwamba tumjue sana mwana wa Mungu. Kwa hiyo kuna bidii inatakiwa kuhakikisha kwamba tunamjua sana mwana wa Mungu. Lakini lengo lingine ni kukua. Tuhakikishe kwamba tunakuwa katika neema na katika kumjua Kristo Yesu. Na jambo lingine, tunatakiwa tujifunze sana neno la Mungu ili Kristo aumbike ndani yetu. Kama tunavyosoma katika Wagalatia sura ya 4 mstari wa 19. Paulo anaposema, vitoto vyangu, natamani Kristo aumbike mioyoni mwenu. Kwa hiyo kwa kadri tunavyosoma neno la Mungu, ndivyo Kristo anavyoumbika ndani yetu. Lakini pia tunatamani kuwa na tabia ya watu wa Beroya, kuipokea Injili, sio kuipokea tu, lakini baada ya hapo ni kuichambua au kuisoma au kujiridhisha na mafundisho tuliyopokea. Kwamba je, tulichopokea ndivyo kilivyo? Kama ndivyo kilivyo kinalingana na neno, tunakifuata. Kama kiko tofauti, tunaachana nacho. Swala la imani ni swala sio la kufanyia mchezo, kwa sababu imani ni ya kwako mwenyewe. Wewe ndio itakaye kuokoa. Ukiikosa, wewe ndio itakaye hukumiwa. Kwa hiyo imani ni ya kwako binafsi. Usikubali mtu akuburuze katika imani. Usikubali akuburuze kwa mafundisho yake ambayo hayana mashiko katika Agano Jipya. Lazima tuhakikishe kwamba imani yetu katika Kristo inaongozwa na mafundisho sahihi, fundisho la Kristo, fundisho la mitume. Ndio jambo la msingi sana katika Ukristo wetu. Leo tunaendelea. Natamani leo tujifunze kumjua Yesu Kristo, kumjua Yesu kuwa ndiye Kristo. Ni hatua juu sana ya ufahamu. Kumjua Yesu kuwa ndiye Kristo ni hatua ya juu sana ya ufahamu na ina matokeo makubwa. Tuanze na Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Biblia inaposema Yesu alituokoa, maana yake kuokoka duniani kupo. Wewe na dhehebu lako ndio mnaahirisha, lakini Yesu hakuja kushangaa magorofa. Kazi iliyomleta, anasema katika Luka, amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kilichopotea ni wewe na mimi, ni mwanadamu. Kwa hiyo Yesu amekuja kututafuta ndugu zake tuliopotea pale kwenye bustani ya Edeni. Tulijipoteza, akaja kuitoa damu yake, akatununua, kama Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9, ili tuweze kuwa mali yake tena. Sasa kuokoka kupo, ndio maana nasema alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tafsiri yake ni nini? Kuokoka kupo, ufalme wa giza upo, kuhamishwa kupo, ufalme wa mwana wa pendo lake upo. Kwa hiyo kama imani yetu inataka kushika, ianze kushika hapo, kwamba haya maeneo yote yaliyotajwa yapo. Na sasa tunapofika katika ufalme wa mwana wa pendo lake, tunajifunza leo kwamba kumjua Yesu kuwa ndiye Kristo ni kiwango cha juu sana cha uelewa. Ni Wakristo wachache sana wanaojua kwamba Yesu kuwa ndiye Kristo ni jina kubwa sana.
Yesu ana majina mengi. Hapa yanatajwa mawili, na tutayatafakari kwa kifupi haya majina mawili. Yesu anaitwa Yesu, lakini pia anaitwa Kristo. Haya majina yana uzito tofauti. Yesu ni jina la duniani, ni jina alilopewa alivyofika hapa duniani. Mariamu na Yusufu wakaambiwa, mtazaa mtoto nawe utamwita jina lake Yesu. Maana yake ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Sasa kama unang'ang'ania dhambi na unasema hakuna kuokoka, maana yake umechagua kukaa na dhambi. Lakini dawa ya dhambi ni Yesu, ndiye aliyekuja na amekufa msalabani kwa ajili ya kuwaokoa watu wake na dhambi zao. Sasa kikubwa kinachotakiwa ni kumwamini. Kwa hiyo jina la kwanza ni Yesu, maana yake ni Mwokozi. Haiwezekani aokoe kama hakuna changamoto. Lakini jina hili Yesu, kama nilivyosema, ni jina la hapa duniani, ni jina la binafsi. Ni jina la binafsi la akiwepo hapa duniani. Lakini jina lingine amekuja nalo kutimiza unabii, kwamba ndiye aliyetabiriwa kwamba atazaliwa Masihi. Kwa Kiebrania, kwa Kigiriki Kristo. Kristo na Masihi ni majina yenye maana moja katika lugha mbili tofauti. Na jina hili amekuja nalo na alilitabiriwa. Kwa hiyo ni jina kubwa lenye nguvu kubwa. Ni jina linaloisha cheo chake. Kristo, Yesu Kristo. Kristo ni cheo chake, ni mamlaka, ni ukuu wake, ule unabii aliokuja nao. Sasa kujua kwamba Yesu ndiye Kristo, yani ni kiwango cha juu sana, kwa sababu watu wengi sana wanabishania hili jina Kristo, na ndio wasema kuna makristo mengi watatokea. Tutaona baadaye Wayahudi hawamwamini huyu Yesu kwamba ndiye Kristo. Kwa hiyo wanamsubiri Kristo wao. Na Biblia imesema wazi kabisa kwamba atakayeamini kwamba huyu Yesu ndiye Kristo atakuwa ameingia katika ufahamu wa hali ya juu sana. Jina Kristo ni jina la Kigiriki ambalo linamaanisha mpakwa mafuta au Masihi. Jina hili linatumika kurejesha au kurejea kwa mwana wa Mungu Yesu Kristo. Na kwa jina hili la Yesu, kwa jina hili la Kristo, linatimiza ule unabii ambao ulitolewa katika Agano la Kale kwamba atazaliwa Masihi. Na ili uweze kuelewa vizuri kumfahamu Yesu, kuna level 3 za kumfahamu Yesu. Na katika hizo level 3 za kumfahamu Yesu, level ya juu kabisa ni level ya kumfahamu kwamba Yesu ni Kristo. Tunasoma habari ya mama Msamaria. Hii habari ya mama Msamaria inatupa hizi level 3 za kumjua na kumfahamu Yesu. Alianza level ya kwanza, akaja ya pili, akaja ya tatu, ya juu kabisa, ya kumjua kwamba Yesu ndiye Kristo. Tunasoma hivi katika Yohana sura ya kwanza mstari wa 4, sura ya 4 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema hivi: basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Kwa hiyo unaona level ya kwanza, huyu mama alipokutana kwa mara ya kwanza na Yesu, alimjua, alimtambua kama Myahudi, kwamba wewe Myahudi, mimi ni Msamaria. Alimjua katika utu wake, alimjua kama adui au hasimu wake, kwa sababu Wayahudi na Wasamaria walikuwa wachangamani. Kwa hiyo alimfahamu katika level hiyo ya ubinadamu kwamba Yesu ni binadamu wa kawaida, ni Myahudi wa kawaida, hana lolote. Na ndio maana katika mazungumzo yao, yule mama alimpigia hesabu Yesu kwamba kapata buzi la kuchuna. Na Yesu akamwambia, unao wanaume 5 na uliye naye sasa hivi hapa kisimani sio wa kwako.
Yule mama akashangaa, akaenda level ya pili. Lakini nataka uone hii level ya kwanza, Yesu alijulikana kama Myahudi. Na kuna watu leo katika dunia hii wanamuona Yesu ni wa kawaida kabisa, ni binadamu wa kawaida kabisa, wanamuona ni Myahudi tu wa kawaida kabisa, kama mama Msamaria alivyoanza katika level ya kwanza ya kumjua Yesu. Level ya pili ya kumjua Yesu tunasoma katika Yohana sura ya 4 mstari wa 18 na 19. Neno la Mungu linasema katika mstari wa 18, anasema, kwa maana umekuwa na wanaume 5, naye uliyekuwa naye sasa sio mume wako. Hapa akasema kweli. Hapa umesema kweli. Mstari wa 19. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. Muona level ya pili. Level ya kwanza alimuona kama Myahudi tu. Level ya pili, baada ya kuendelea na mazungumzo sana, akaona hapana, huyu sio Myahudi wa kawaida, ana kitu cha ziada ndani yake. Akasema, naona wewe sio Myahudi, wewe naona kama ni nabii, kwa sababu mambo unaoniambia mimi ni ya kinabii. Unanieleza uhalisia wa maisha yangu, unanijua, umenigundua kutoka ndani, una jicho la kuona ndani. Nabii anaona ndani. Nasema, naona wewe ni mtumishi wa Mungu. Kamtoa katika level ya binadamu wa kawaida, kamuingiza katika level ya mtumishi wa Mungu au nabii. Level ya tatu tunasoma maneno haya katika sura ya 4 Yohana mstari 25. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Mstari wa 26. Yesu akamwambia, mimi nisemaye nawe ndiye. Maona level ya tatu, yule mama alimjua Yesu kama ndiye Kristo. Kumjua Yesu kuwa ndiye Kristo ndiyo level ya juu sana ya uelewa katika Yesu Kristo. Lakini angalia level alizokuwa nazo. Alimjua kama Myahudi, kama mwanadamu wa kawaida, hana lolote. Lakini walivyoendelea na mazungumzo, akagundua kwamba huyu sio Myahudi, huyu ana level ya pili, huyu ni nabii, ni mtumishi wa Mungu, ana jicho la kuona. Walivyoendelea zaidi na mazungumzo, akagundua hapana, huyu sio Myahudi tu, wala sio nabii, huyu ndiye Kristo tunayemtegemea aje, ndiye Kristo tunayemsubiri. Akasema, najua na kwamba yuaja Masihi aitwaye Kristo. Akasema, unayesema naye ndiye. Yule mama alivyosikia yale maneno, kuna kitu sio cha kawaida kiliinuka ndani cha kumwamini Yesu. Akakimbia kijijini kwenda kuambia ndugu zake, twendeni mkamuone aliyeniambia mambo yangu yote. Yesu ukimjua katika level kwamba Yesu ndiye Kristo, utaokoka, utawatafuta watu, utakuwa na ushuhuda, utakuwa na nguvu sio ya kawaida ya kumtangaza Kristo. Akasema, twendeni mkamuone yeye aliyeniambia mambo yangu yote. Huyu mama alimtambua Yesu katika level 3. Katika kanisa la leo, katika dunia ya leo, tumegawanyika katika makundi hayo 3. Wewe unamjua Yesu kama nani? Kama mwanadamu wa kawaida? Umekosa ndugu yangu. Yesu ni special kwa wokovu wetu. Mungu alimleta kama shujaa wetu, afe kwa ajili yetu, atununue ili tuweze kuwa mali ya Mungu mara 2. Na mfano mwingine ambao tunauona, mfano wa pili, ni Petro. Petro alimtambua Yesu kuwa ni Kristo. Tunasoma maneno hayo katika Yohana 16:16. Neno la Mungu linasema, Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa maana mwili na damu havikufunuliwa hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala malango ya kuzimu hayatalishinda. Yesu aliwauliza wanafunzi, watu wanasemaje huko mtaani, mimi ni nani? Wakajibu. Baadaye akageuka wanafunzi, kama wao wanajibu hivyo, ninyi mnanijua mimi ni nani? Ikawa kimya. Petro akatoka akaja usoni kwa Kristo akamwambia, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Lilikuwa jibu la ufahamu wa hali ya juu sana, na Yesu alilipongeza kwamba
hilo lilolisema ni ufahamu hali ya juu sana. Sio level yako, ni Mungu amekufunulia. Kujua kwamba Kristo ndiye Yesu, Yesu ndiye Kristo, ni ufunuo wa hali ya juu sana. Na akasema katika ufunuo huu ndipo nitakapojenga kanisa langu. Kanisa limejengwa katika ufunuo kwamba Kristo, Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu tunapomuita Kristo, manake ndiye aliyekusudiwa kwa wokovu wetu. Ndiye aliyekusudiwa kwa wokovu wangu. Amepakwa mafuta rasmi kwa ajili ya wanadamu wote duniani. Ukisema Yesu ndiye Kristo, unakiri hilo, unabeba jambo zito sana. Kristo ni jina na cheo kilichobeba ujumbe mzito sana unaomuinua Kristo. Kila aliyefika kwenye kiwango cha kujua kwamba Kristo, Yesu ndiye Kristo, amefika kwenye level kubwa ya kumpendeza Mungu. Lakini kama haitoshi, mfano wa tatu ni Martha. Martha yeye pia alifika kwenye kiwango cha kumjua kwamba Yesu ndiye Kristo. Yohana 11:23 anasemaje? Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kwamba atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi, naye aishie na kuniamini hata kufa kabisa, hata kufa milele. Je, unasadiki hayo? 27 akamwambia, naam Bwana, mimi ninasadiki kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Martha alikiri, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye, aliyetabiriwa kwenye vitabu vyetu katika Agano la Kale. Ndio wewe, ndio wewe. Alikuwa hana tashwishi. Na Mkristo anayeweka imani yake kwamba Kristo ndiye, Yesu ndiye Kristo, yuko vizuri. Imani yako ijengeke kwamba Yesu ndiye Kristo. Tumeona hiyo mifano mitatu. Umuhimu sasa wa kumwamini kwamba kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo ni mkubwa sana. Ukimwamini Yesu kwamba ndiye Kristo, kwamba kwanza unapata njia ya wokovu. Yesu mwenyewe alisema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Hakuna mtu aendaye kwa Baba isipokuwa apite kwangu. Lazima tupitie kwa Yesu. Kupita kwa Yesu, yeye ni Kristo. Lakini pia Yesu, yeye ni njia ya wokovu. Hakuna wokovu mahali pengine popote. Tunaona yule mama Msamaria alipotambua kwamba Yesu ni Kristo, akaguswa, akaenda kuambia ndugu zake kwamba twendeni. Akawafungulia ndugu zake njia ya wokovu. Wakaipata njia ya wokovu. Kwa hiyo kumjua Yesu kuwa ndio Yesu ndio Kristo ni njia ya wokovu, ni njia ya ushindi, ni njia ya mafanikio. Na niseme jambo hili pia. Kutokumwamini Yesu kuwa ndiye Kristo limewagharimu Wayahudi. Wayahudi wao baadhi mpaka leo hii hawaamini kwamba Yesu ndiye Kristo. Na swala la Wayahudi kutokuamini kwamba Yesu ndiye Kristo limewagharimu. Liliwagharimu sana mpaka leo. Na kumkataa Yesu kwao ndiko kuliko sababisha sisi mataifa kuhesabika. Unakumbuka neno la Mungu linasema alikuja kwao, wala walio wake hawakumpokea. Yohana 1:11 na 12. Alikuja kwao, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Maana yake nini? Yesu alikuja kwa Wayahudi wenzake, lakini wakamkataa. Walipomkataa, Yesu akaamua kuwageukia mataifa. Katika Yohana 23:37 anasema, Yerusalemu, Yerusalemu, umeua manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Ni mara ngapi nimetaka kukusanya pamoja kama watoto wako, kama kuku akusanya vifaranga vyake chini ya mbawa zake, lakini hamkutaka. Manake Wayahudi walimkataa Yesu. Alikuja kwao, walio wake wakamkataa, lakini hapa tunasema hawakutaka. Sasa walipomkataa Yesu, Yesu mwenyewe akageuka, akawageukia mataifa. Tangu pale
ndio kinaitwa kipindi cha mataifa au majira ya mataifa. Yalianza pale Yesu alipogeukia kwa mataifa. Hata anawaachia wanafunzi wake katika Mathayo 28:19, enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa, sio Wayahudi tena, mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Aaminie na kubatizwa ataokoka, mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, nami nitakuwa pamoja nami hata kwa mwisho wa dahari. Ule ni mstari unaoonyesha kwamba Wayahudi aliachana nao kabisa. Na ndio unaona Yesu alitabiri walipomkataa, akatabiri katika Luka 21:24. Anasema hivi Yesu, wataanguka kwa ukali wa upanga na kutekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote, na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa yatakapotimia. Unaona, Yesu alitabiri. Walipomkataa tu akasema, sikilizeni sasa, ni hasara yenu kunikataa mimi. Mtatekwa nyara, mtasambazwa duniani kote, na wanyang'anya Yerusalemu na wapa mataifa. Pale Yesu aligeukiwa kwa mataifa na ikawa ni shangwe kwetu. Kwa hiyo alipogeukiwa kwa mataifa, wokovu ukaingia kwetu sisi, tukaupokea kwa shangwe. Watumishi Paulo tunaona akapewa injili ya kwanza ya kwenda kuwahubiri mataifa. Akaja injili ikatufikia sisi leo kwamba Yesu anaokoa, Yesu anaponya kwa mataifa. Kwa hiyo Wayahudi walinyang'anywa mji wa Yerusalemu, ndio maana mpaka leo Palestina wako pale na hakuna mtu wa kuwatoa, kwa sababu Biblia inasema Yerusalemu utakanyagwa na mataifa mpaka kipindi cha mataifa kitoshe. Wayahudi walifukuzwa katika ule mji, wakapewa mataifa. Ndio maana Palestina wako pale wanatuwakilisha. Na kipindi hiki tulicho nacho ni kipindi cha mataifa. Ni kipindi ambacho Mungu amegeukia kwetu, anatutazama sisi. Na unabii huu ambao Yesu aliutoa ulitimia mwaka 70 baada ya Kristo. Unabii ule ukatimia, Wayahudi wakavamiwa na Warumi, wakatawanywa duniani kote. Israeli ikawa huru, Yerusalemu ikawa haina mtu. Palestina ambao ni uzao wa Ibrahimu pia wakaenda, wakakaa, wakatamalaki. Kwenye miaka ya 1917 Wayahudi wakaanza kurudi. Mwaka 1928 wakatangaza kwamba taifa la Israeli imerudi hivi juzi tu. Lakini wakawakuta Wapalestina wameshakaa pale miaka zaidi ya 1800. Wako pale Palestina. Wapalestina wamekaa pale. Ndio maana mgogoro ule ni mkuu, hakuna mwenye hekima duniani anaweza kuutengeneza. Ni Mungu peke yake. Na Wayahudi wa Palestina wako pale kuwakilisha mataifa kwa kibali cha Mungu. Mungu ndiye aliyetaka iwe hivyo. Na ndio maana sehemu ya hekalu la Sulemani kuna msikiti umejengwa pale. Mpaka kipindi cha mataifa alichoamuru Mungu kitimie. Tunatawala, tunamiliki, tunatamalaki. Ufunuo 11:2 nasema, na lile jengo la nje la hekalu liache nje, usilipime, kwa kuwa wamepewa mataifa, nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42. Ni kipindi cha mataifa mpendwa. Sisi ambao sio Wayahudi, ni kipindi chetu. Na ndio maana ukisoma vizuri katika Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 anasema hivi, bali sasa baada ya sisi kuokoka mataifa. Sikiliza. Israeli walinyang'anywa Yerusalemu, wakanyang'anywa na kuwa taifa. Na huo mji tumepewa sisi mataifa, na tumepewa kuwa taifa takatifu sasa hivi. Ndio maana watu wale wanasema tukahiji Israeli taifa takatifu, wanaoendekeza kulisifia taifa takatifu la Israeli wakati Israeli ni wao, wakati taifa takatifu ni wao. Watu waambie huu mstari una maana gani? Wewe ndio taifa takatifu. Kama umeokoka, wewe ndio taifa takatifu. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema hivi, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalume, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Yesu Kristo alipogeuka na kwenda kwa mataifa, alikuja kwetu sisi. Na unajua hata Paulo alipoanza injili yake alianza kuhubiri kwa ndugu zake mpaka walipomkataa.
Ndipo akasema nanawa. Warumi sura ya 11 ile inaeleza kipindi hiki cha mataifa. Nakupa nafasi hiyo ukasome ili uone kwamba kipindi cha mataifa ndio hiki cha sasa hivi. Na Paulo kama nilivyosema, yeye naye alipoanza injili alienda kwa ndugu zake kwanza. Tunasoma Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 46, anasema hivi: Paulo na Barnaba wakanena kwa ujasiri kwa ndugu zao Wayahudi, wakasema, ilikuwa ni lazima neno la Mungu linenwe kwenu kwanza, lakini kwa kuwa mnalisukumia mbali na kujiona nafsi zenu kuwa hamstahili uzima wa milele, angalieni, twawageukia mataifa. Mstari wa 47, kwa sababu ndivyo tulivyoamriwa na Bwana. Sasa kama kaamuliwa na Bwana kwamba aende kwa mataifa, kwa nini alijaribu kwanza kwa ndugu zake? Mstari wa 48, mataifa waliposikia hayo wakafurahi, wakalitukuza neno la Bwana, nao walipokuwa wamekusudiwa uzima wa milele wakaamini. Neno la Bwana likaenea katika nchi ile yote, lakini Wayahudi wakawafitinisha wanawake wataua, wenye cheo na wakuu wa mji, wakawatahayarisha watu wawaudhi Paulo na Barnaba, wakatoa katika mipaka yao, nao wakawakungutia mavumbi ya miguu yao, wakaenda Ikonia, na wanafunzi wakajaa furaha na Roho Mtakatifu. Mungu kawaacha kwa muda Israeli. Yesu kawaacha Israeli kwa muda, kawageukia mataifa. Sisi ndio taifa teule, sisi ndio uzao mtakatifu. Ukiokoka wewe sio wa kawaida, wewe sio mwanadamu wa kawaida ukiokoka. Unajua kwa nini? Kwa sababu hakuna mwanadamu aliyezaliwa mara mbili, lakini wewe ukiokoka umezaliwa mara mbili. Umezaliwa kwa jinsi ya mwili, umezaliwa kwa jinsi ya rohoni, sio wa kawaida. Mungu anakaa ndani yako. Biblia inasema aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye nje. Roho Mtakatifu anakaa ndani yako, unalindwa na malaika. Ukisoma katika Waebrania inasema malaika ndio walindao watakaorithi zile ahadi. Wewe ni mtu mkubwa, si mtu wa kawaida. Hupaswi kuzoelea dhambi. Usikae katika unyonge kwamba wewe una mizimu, kwamba wewe unatawaliwa sio na nani. Hapana, wewe ni mtu mkubwa sana. Mwamini Yesu kwamba ndiye Kristo, nawe utaokoka, nawe utabadilishwa. Mungu akubariki. Mungu akutie nguvu, kwa sababu kwa kufanya hivyo utaiona mbingu. Ndugu yangu, Ukristo hauna faida kama utaenda jehanamu. Kuimba kwaya kukupeleki, kuwa mtumishi hakukupeleki mbinguni. Sio tiketi. Tiketi ni kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo basi. Utumishi tuliopewa wa kwanza katika Yohana sura ya 7 ni kwamba ni kumwamini Yesu, kumwamini Mungu na kumwamini Yesu aliyetumwa. Huo ndio utumishi wa kwanza. Kumwamini Yesu kwamba ndiye Kristo basi. Mambo mengine haya ni ziada. Mungu akubariki mpendwa, ili ujifunze kumwamini Yesu kwamba ndiye Kristo, na kwa kufanya hivyo uone baraka. Na kuomba usubscribe channel yetu, usiache kucomment, kushare na kulike. Na kesho nayo ni siku, Mungu akitupa neema, tutaendelea kujifunza. Kumbuka hili ni darasa huru la Injili. DHI, darasa huru la Injili. Mungu akubariki, tutaonana.